Uhali gani mwana familia, I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu upendo. Basi niweze kukujuza leo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusitu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Kuna issue kubwa sana ambayo imeweza kutokea huko kwenye mitandao ya kijamii kuhusu huyu ex wa Diamond Platnumz, huyu Aaliyah. Tunafahamu Aaliyah bwana alishakuwa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz kwa kipindi fulani hivi, na kuna wakati Aaliyah alikuwa anasema kwamba ana ujauzito wa Diamond Platnumz mpaka ikafika time anasema kwamba ana mtoto naye, vitu kama hivyo, lakini hakuweza kumweka wazi yule mtoto public watu waweze kumfahamu. Lakini ndivyo ambavyo aliweza kusema kwamba na Diamond Platnumz wana mtoto wa pamoja. Sasa kuna issue kubwa sana ambayo imeweza kutokea huko kwenye mitandao ya kijamii kati ya Aaliyah pamoja na mke wa Diamond Platnumz wa hivi sasa, huyu bibie Zuhura. Nadhani nafahamu kama Zuchu na Diamond Platnumz wawili hawa ni wanandoa rasmi kabisa, ingawa hapo awali haikuwa public, ilikuwa kama siri, lakini baadaye tukaweza kufahamu kama wawili hawa ni wanandoa kwa sababu picha kadhaa pamoja na video ziliweza kupostiwa na kusambaa huko kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha wawili hawa wakiweza kufunga ndoa. Kwa hiyo Diamond Platnumz pamoja na bibi Zuhura, wawili hawa ni wanandoa rasmi kabisa, wanatambulika kiserikali na kidini. Pia serikali yetu ya Jamhuri inatambua hilo, lakini pia dini yao ya Kiislamu inatambua hivyo, kama Nasib Abdul ndiye mume halali kabisa wa bibi Zuhura. Na za chini za uvunguni kabisa, za chini ya kapeti zinasema kwamba Zuchu bwana ni mjamzito, Zuchu ana kibende, Zuchu ana mimba ya Diamond Platnumz. Hizi habari tuliweza kuzipata kupitia Baba Levo, kama mtu ambaye yupo karibu sana familia nzima WCB. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo anakuwa anafahamu, ndio maana waandishi habari waliweza kumuuliza swali la aina hiyo kwamba kweli bibi Zuhura ni mjamzito kama ambavyo watu wamekuwa wakidai, lakini au ni uvumi tu ambao inabidi tupoteze. Lakini Baba Levo aliweza kusema kwamba hizo habari ni za kweli kabisa. Bibi Zuhura kweli ni mjamzito, ana kibenda na mimba Diamond Platnumz, na uzuri basi mtoto ambaye anatarajia kujifungua ni mtoto wa jinsia ya kiume. Ndivyo ambavyo Baba Levo aliweza kusema hivyo. Nadhani nafahamu kama kuna vipimo ambavyo vinaweza kutusaidia kufahamu mtoto amekaje tupone, lakini pia hata jinsia ya mtoto, vitu kama hivyo. Kwa hiyo Baba Levo aliweza kutupatia za chini ya kapeti kabisa kwamba kweli Zuchu ni mjamzito, kama ambavyo watu wamekuwa akisema hivyo. Ingawa bibi Zuhura hilo swala lake la yeye kuwa mjamzito kutaka liweze kuwekwa public, kwa sababu kwenye moja interview ameweza kuhojiwa kuulizwa hilo swali kwamba kweli bibi wewe ni mjamzito kama ambavyo watu wanadai hivyo, au ni uvumi tu ambao inabidi tuupotezee. Lakini huyu bibi Zuhura aliweza kusema kwamba hilo swali kwa wakati huu siwezi kulijibu, naomba tuliache kama lilivyo. Inshallah kama tutaweza kupata mtoto basi tutaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa wakati huu naomba tuliache kama lilivyo. Ni dhahiri kabisa hakutaka swala lake la yeye kuwa mjamzito liweze kuwekwa wazi, ingawa Baba Levo baadaye kidogo aliweza kutusanua kwamba ni vile tu hataki watu waweze kufahamu, lakini kweli ni kwamba huo ujauzito ni kweli nao, na mtoto ambaye anatarajia kujifungua ni mtoto wa jinsia ya kiume. Na tunafahamu moja ndoto kubwa sana bibi Zuhura ni kuweza kuzaa na Diamond Platnumz, kwa sababu ile ndoa bwana, yale mahusiano mpaka pale ambapo yameweza kufikia halikuwa swala ambalo ni jepesi. Amekutana na vizingiti vingi sana, changamoto nyingi sana, kukatishwa tamaa, kupewa maneno ya kudisappointiwa, vitu kama hivyo, kwa sababu ilikuwa inafika time watu wanamuita majina kama vile Kinganganizi. Ni mtu ambaye anamngangania Diamond Platnumz, ingali Diamond Platnumz hampendi hata kidogo. Ndivyo ambavyo watu walikuwa wakidai hivyo kwamba Diamond Platnumz hampendi bibi Zuhura, isipokuwa tu yeye tu anajipendekeza. Lakini mbaya zaidi, hata ndugu wa karibu wa Diamond Platnumz kipo mama Dangote mwenyewe, mama mkwe, alikuwa ni mtu ambaye appreciate Zuchu, anamwona kama mtu ambaye hafai, anamwona kama takataka, kama uchafu, kama kikaragosi, kwa sababu ilikuwa inafika time anamtamkia kauli za kumdisappoint, za kumfanya basi asiweze kuendelea kuwa na mahusiano na Diamond Platnumz. Lakini Zuchu licha hayo yote hakuweza kukata tamani. Dhahiri kabisa alikuwa na mapenzi ya dhati, na ana mapenzi ya dhati until right now, hadi sasa na mapenzi ya dhati juu ya huyu mwanaume wake huyu Diamond Platnumz, kwa sababu nimeweza kuna vile ambavyo wanapendana kwa dhati kabisa. Sasa kuna issue kubwa sana ambayo imeweza kutokea kati ya huyu
Alia pamoja na huyu bibi Zuhura, huyu ex wa Diamond Platnumz ambaye anasema kwamba ana mtoto naye, lakini pia na huyu mke wa sasa wa Diamond Platnumz ambaye ni bibi Zuhura. Bwana Alia ameweza kuja kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kutamba sana na kujitapa na kusema kwamba yeye na Diamond Platnumz yeye pia ni mume na mke rasmi kabisa, ameweza kuongezwa kuwa mke wa pili. Ndivyo ambavyo Ali ameweza kusema hivyo kwamba yeye na yeye pia hivi sasa ana haki zote za kuitwa mke wa Diamond Platnumz, kwa sababu ameweza kufunga naye ndoa kabisa na ana mtoto naye, kitu ambacho kinamdhihirisha dhahiri kabisa yeye na Diamond Platnumz wawili hawa wana mapenzi ya dhati. Kati ya wawili hawa na mapenzi ya dhati kabisa, kitu ambacho kimeweza kufanya bibi Zuhura aweze kukwazika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu nafahamu Zuchu bwana haoni hasikii kwa Diamond Platnumz, mwanamume ambaye anampenda sana, ni mwanamume ambaye ni wa ndoto zake. Kwa hiyo Ali baada ya kuja kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kutapa sana kusema kwamba ameweza kuongezwa kwa mke wa pili, kwanza kabisa hata yeye aliweza kuolewa kabla ya huyo bibi Zuhura, isipokuwa tu kulikuwa na changamoto za hapa na pale, ndio maana mambo yakawa hayaeleweki, lakini ukweli ni kwamba yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuolewa kabla ya bibi Zuhura. Ndivyo ambavyo Alia ameweza kusema hivyo, kitu ambacho kimeweza kumfanya bibi Zuhura aweze kuja juu na kuja kumjia juu huyu Alia na kuweza kumtamkia kauli ambazo sio nzuri sana, kumwambia kwamba naomba ukae mbali na mume wangu, wewe takataka, weki karagosi, naomba ukae mbali na mume wangu, tafuta malaya wenzio huko, lakini sio huyu mume wangu, naomba ukae naye mbali kabisa. Ndivyo ambavyo huyu ameweza kusema hivyo kwamba Ali akae mbali sana na Diamond Platnumz, ajaribu kuheshimu ndoa za watu, asitaki kuharibia ndoa za watu, afanye maisha yake mengine, atafuta wanaume wengine. Ndivyo ambavyo ameweza kusema hivyo. Mbona wanaume wapo wengi sana, sio mpaka mume wangu, naomba fanye maisha yako mengine. Hii dawa ambayo huu mkaa ambao unajipalulia basi utakushinda. Ndivyo ambavyo bibi Zuhura ameweza kumwambia hivyo huyu Ali, lakini Ali akaona kama wewe mwanamke, mbona kama unataka kunipanda kichwani hivi, na yeye akaja na majibu na kusema kwamba mbona wewe mwanamke unataka kunipanda kichwani, unajifanya kama unanimudu hivi, lakini ukweli ni kwamba mbona huyo mwanaume wako mimi ananipenda sana, wewe ndiye ambaye haupendi. Hiyo ndoa yenyewe uliweza kuilazimisha tu, lakini ukweli ni kwamba hakupendi hata kidogo. Fikiria, hujiulize tu, hata ndugu hawakupendi, amna ndugu upande wa mwanaume wako hakupendi, anayekupenda hata mmoja, unajiganganiza tu hapo, lakini ukweli ni kwamba hakupendi hata kidogo. Jiulize tu kwa nini aliweza kukoa kisirisiri, kwa sababu angekuwa anakupenda kwa dhati basi angeweza kuweka shughuli harusi watu waweze kuenjoy, lakini kwa nini aliweza kukoa kisirisiri? Mtu ambaye hakuappreciate, huna muonekano, alikuwa anaogopa kwamba akiweza kukuweka machoni pa watu kwamba anafunga ndoa na wewe anafunga harusi, mataifa mengine huko ataweza kumuona na kuweza kumshusha hadhi, kwa sababu ni mwanamke ambaye sio wa hadhi hata kidogo, ndio maana akaweza kukoa kwa siri. Ndivyo ambavyo Alia ameweza kumjibu hivyo huyu bibi Zuhura. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Una maoni gani juu hilo? Uwanja comment hapo, make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbusha tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hapo kisha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuweka hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza, ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema na tukutane next time, na kwaheri, bye bye.